Moja tu nimeshaelewa kwa nini Profesa Shemdoe alitangaza bungeni ana mke mmoja tu na watoto wale. Hii mtu kukaribishwa afu anataka akaribisha chakula kwenye sahani, anataka kula na sahani. Hii sio nzuri kabisa. Mheshimiwa, mimi nilikuwa na malalamiko ya baba yangu mzazi. Baba akafanyaje? Yuko pale. Yuko hapa? Yupo hapa ila hawezi kutembea. Miguu yake ina shida kidogo. Mzee wangu alikuwa ana bibi mdogo, ambayo bibi mdogo aliishi naye takribani miaka 14. Baada ya kuishi na yule mwanamke alikuwa amefuata mali. Baada ya mzee kustaafu, yule mama alitaka kumnyang'anya mzee zile mali zote ziwe za kwake. Mpaka hivi sasa ninavyokuambia kesi iko mahakamani. Baba alienda kuvunja naye ndoa mahakama ya mwanzo Temeke. Baada ya kuvunja naye ndoa mahakama ya mwanzo Temeke, mali ikaamuliwa mzee achukue robo 3 na yule mama wa kambo achukue robo 1. Yule mama katika ndoa ile imevunjwa hakuwahi kufika mahakamani. Aliposikia vile akaja tu moja kwa moja na kwenda kufungua kesi nyingine mahakama ya wilaya ya Temeke. Baada ya kwenda mahakama ya wilaya ya Temeke, wakasikiliza kesi kwa njia ya karatasi. Wamesikiliza kesi, akaenda kupeleka ushahidi wa uongo, ambao mzee yeye alipeleka ushahidi wote wa vifaa vya ujenzi, viwanja alinunua mwaka gani na mali zote alizitafutaje, pamoja na mama yetu sisi mzazi. Na wakati ndani ya hiyo ndoa alikuwa anamlazimisha mzee auze zile mali alizonunua na mke wake mkubwa ambaye ni mama yetu sisi mzazi. Aliuza zile mali akatumia naye. Mahakamani akaenda kumgeuka na kusema kwamba huyu mzee ameuza mali zote. Ameuza mali zote mahakamani. Mahakama ikaamuru yule mama apewe nyumba ambayo iko Buza Kipela, kiwanja ipo Buza Kipela, na gari aina la Toyota mzee ambaye alikuwa nalo iko Buza Kipela, na matrekta ambayo baba alinunua na viwanja vingine yule mama viuzwe ndio wagawane. Mheshimiwa, hivi tunavyoongea sasa mpaka sasa mzee wangu ni huyu hapo. Yule mama kaorodhesha viwanja vingine vya uongo, akadai kwamba huyu mzee alikuwa na viwanja 25. Na hivyo viwanja anadai kwamba msaidieni kiti mzee, anadai kwamba hivyo viwanja msaidieni kiti mzee ameviuza na kula na watu wengine. Sasa kesi imeisha au bado? Kesi iko mahakama ya jumuishi. Bado haijaisha. Iko kwenye utekelezaji, ambapo kesho ndio inaenda kutolewa utekelezaji kwamba mali zilizokopo Ifakara, ambazo hizo mali haziwezi kumkidhi chochote huyo mzee. Huyo mzee ninavyokuambia mpaka sasa, mheshimiwa, anamiliki kadi ya benki ya Posta pamoja na watoto. Mali zote zile anaenda kuchukua yule mwanamke. Huyu mstaafu aliyekuwa CAG anafaidika na nini? Na sisi watoto tuko 8. Tunaomba msaada wako mheshimiwa. Kesi imeisha au bado haijaisha? Kesi imeisha. Wanafanya utekelezaji kesho. Na maanisha imehukumiwa, imeshahukumiwa bado? Hukumu ilishatolewa tangia mwaka 2004. Ilihukumiwaje? Imehukumiwa kwamba yule mama achukue 100%. Ndio achukue yule mama kambo. Alafu mzee abakie tu ana kitu. Mmekata rufaa? Baba, kuna barua iko pale ambayo alikuwa anaomba kukata rufaa, wakamcheleweshea wao kukata rufaa. Yaani kuna mambo ambayo iliendelea. Yule mama ni bila Temeke. Hapa leo tuna watu wa Samia Legal Aid. Ni Samia Legal Aid nye? Kuna Samia Legal Aid. Yuko hapa? Mwanasheria wa wilaya wa mkoa. Mwanasheria sogea hapa. Mwanasheria, sisi Kisukuma huwa tunauliza jambo sio kwa maana ya kukejeli, yaani tunataka kukukuza. Hatukukejeli, tunakukuza. Hiyo ndio tunafanya hivyo Kisukuma Wewe umesoma sheria? Ndio nimesoma mkuu. Si umesoma sheria wewe? Ndio nimesoma. Ndo tunakwambia tunakuuliza hili swali sio kwa kukejeli, kukukuza. Si umesoma sheria wewe?
Ndio nimesoma mkuu. Haya, katafute dirisha lolote huyu mzee asipoteze haki yake. Sawa, nimepokea mkuu. Nenda katafuta hiyo dirisha lolote, naogopa kusema zaidi, ndio maana nimekukuza tu. Naogopa kusema zaidi, nenda kwenye taaluma yako, tafuta dirisha bila kuathiri uhuru wa vyombo vyetu vya kisheria ili mzee huyu apate haki yake. Nimepokea Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo kaa na huyo dada hapo mwenzako hapo, elezewa vizuri. Mimi napata shida sana ninapoona unajua kuna mambo haya tunayafanya ya ngazi ya familia yanatupa tu somo jinsi ambavyo ukatili ngazi ya familia umeshakuwa kiwango cha juu sana. Yaani tunatakiwa hii jambo tujitathmini sana. Hili si la serikali tu, hii si jambo la serikali tu. Yaani kama mtu anaweza akachukua mali na mamake yupo na akaitwa na asiende. Haya si mambo ya vyama vya siasa jamani. Unajua mara nyingi naonaga mikono mingi inanyoshwaga kwenye vyama vya siasa. Hili tunatakiwa tuiangalie sana jamii yetu. Yaani mtu anachukua mali, mamake yupo na anaitwa na haendi. Mamake mzazi. Tunaenda pagumu. Mimi nilipoanza ubunge, utake kuona kauli ya wazee iko na nguvu kiasi gani. Mimi nilipopata ubunge, siku moja baba akaniambia nina jambo. Nikaendesha gari toka Dodoma, baba ameniita, nimeahirisha kila kitu. Yaani tu mzee kasema nina jambo nataka tuongee. Nilipofika pale nikakuta kuna watu, akanambia hebu msikilize huyu na huyu. Nikawasikiliza, majirani zake hivi walikuwa wameenda pale wilayani. Nilipomaliza kuwasikiliza, jambo lao halikuwa gumu sana. Ilikuwa jambo la kawaida hivi, wana mtoto wamemaliza shule, wanataka asaidiwe ajira. Baada ya hapo sasa namwambia baba tukae pembeni basi, wageni hao nimeshawasikiliza, kwa hiyo tukae basi pembeni, niko na kiu, nimeitwa toka Dodoma. Jambo gani? Akanambia nililokuitia lilikuwa hili hawa. Imagine nimeenda mwendo mrefu ule kwa sababu baba akasema mama anakuhitaji, mama anakuhitaji na mama yuko hai. Yaani kuna watu wanatamani wazazi wao wawe hai. We mama yuko hai anakuita unakataa. Sehemu ya kutembea kwa mguu. Kisa mali. Yaani inabidi tutathmini sana uelekeo kama jamii yani ya Kitanzania. Huku tunaelekea pabaya sana. Sisi kama serikali mtuelewe tu, kuna maeneo tutakuwa tunapitisha msimamo mkali kwa sababu watu wasioheshimu mpaka wazazi wao. Sasa mnataka sisi tufanyeje? Watu wanaoonea jamii wenzao mnataka tufanyeje? Tutawafundisha adabu, na mimi niwaambie nitawatia adabu hasa watu wanaofanya ukatili dhidi ya wenzao. Ndio haya mambo yanaanza kumea tu hivi, yani ukatili, unyang'anyi wa waziwazi. Mimi sikubaliana naye. Na bahati nzuri katiba ya nchi imenipa jukumu hilo la udhibiti, usimamizi. Ndio. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais ameahidi tabasamu, popote ambako kuna mtu analia, jukumu hilo nimepewa la kufanya tabasamu. Kwa hiyo nitashikisha adabu mpaka na hao. Atasema sasa waziri mkuu anaanza kuamua na mambo ya ndoa. Sasa kwenye ndoa nako mtu akikosa tabasamu na shuka mpaka huko. Ndio. Kwa hiyo wakili msomi, hebu lifuatilie hilo kwa undani, peana na mawasiliano na msaidizi wangu pale. Kama kuna jambo unahitaji ushauri, una jambo unahitaji tuongee vizuri ili tuweze kuongea. Mimi sipendi unyang'anyi huu wa ajabu. Sasa kama yule mama naye akakaribishwa tu, ndo anataka amekaribishwa mpaka na sebuleni mpaka na chumba kidogo, anataka apore vyote. Sasa hii mambo gani na yenyewe?
Sasa kwa mzee ambaye umemkuta yuko na watoto wakubwa hivi, unachukuaje kila kitu? Unachukuaje kila kitu? Unakaribisha chakula, unataka ule mpaka sahani. Haya, la maafa, ngoja la kijamii, mpeni maiki la kijamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naisalimu meza kuu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni mwananchi naitwa Philip Ombena. Dakika moja tu. Nimeshaelewa kwa nini Profesa Shemdoe alitangaza bungeni ana mke mmoja tu na watoto wale. Hii mtu kukaribishwa afu anataka akaribisha chakula kwenye sahani, anataka kula na sahani. Hii sio nzuri kabisa. Haya, hebu tuambie